poleni kwa majukumu ambayo mnaendelea kuyatekeleza katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwapa Watanzania habari sahihi. Niwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya siku ya jana na kushirikiana na klabu yetu ya Yanga kwenye coverage ya mkutano wetu mkuu wa mwaka kwa mwaka huu wa 2026 ambao kimsingi ulibeba pia na ajenda ya uchaguzi mkuu. Mmefanya coverage nzuri, coverage sahihi, na naamini wanayanga wale ambao kikatiba hawakushiriki mkutano mkuu walipata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hilo nawashukuruni na nawapongeza sana. Na nitumie pia fursa hii kuwapongeza viongozi wangu wote ambao wameshinda kwenye uchaguzi wa jana, kuanzia nafasi ya uraisi, makamu wa raisi na wajumbe wa kamati tendaji. Ni nukuu tu kwa uchache kauli ambayo aliitoa rais wa klabu yetu baada ya uchaguzi kwamba sasa uchaguzi umemalizika, makundi yote ya WhatsApp, timu Kamwe, timu nani, tunayafuta yote. Sasa tunakuwa na timu Yanga peke yake, kwa sababu kuanzia sasa hivi tuliowachagua, tuliowaamini kwa miaka minne inayofuata, jukumu lao ni kutuongoza katika mafanikio ambayo tumeyapata katika miaka minne iliyopita, lakini pia tupate mengine ambayo hatukuyapata katika miaka minne iliyomalizika. Kwa hiyo wao viongozi wetu wanategemea sisi wanachama na mashabiki kwenye kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo niwapongeze sana, na naamini wanayanga watakuwa wanawapongeza pia sehemu mbalimbali. Tunasema sasa kinayosimama ni Yanga, na kama Yanga inasimama kwenda mbele, shughuli ambayo iko mbele hapa ni wiki ya wananchi. Tuna tamasha hapa la wiki ya wananchi ambalo itafanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam, na tayari tulishatangaza fikiri wiki iliyopita viingilio kwa maana ya bei za ticket zile, na niwapongeze sana wanayanga, ticket zinakwenda vizuri. Kwa mfano tulikuwa na ticket za Royal, imetulazimu tuongeze space kwa sababu zimenunuliwa sana, na hizi Royal ni package ya shilingi 300,000. Zaidi ya ticket 300 zimenunuliwa, maana yake wanayanga wamehamasika kwelikweli. Na ticket pia za VIP kwa maana ya shilingi 100,000, na ticket za mzunguko shilingi 20,000. Ticket zinauzwa hapa makao makuu ya club, lakini mitaani huko tuna miamvuli mbalimbali ambayo ina logo za wiki wananchi. Kikuta mwamvuli sehemu yoyote Dar es Salaam, simama, nunua tiketi yako. Lakini pia unaweza kununua tiketi kwa njia ya mitandao ya simu. Chukua kadi yako ya N-card, fuata taratibu za jinsi ya kununua tiketi, unanunua tiketi yako bila usumbufu wowote. Narudia kulisema hili jambo kwa sababu ni muhimu. Jamani, uwanja wa Uhuru unachukua watu wachache. Makadirio ya juu kabisa ni watu 20,000, makadirio ya juu kabisa. Sasa watu 20,000 kwa tamasha ambalo tumezoea kulifanya watu 60,000 wanahudhuria, maana yake zaidi ya watu 40,000 hawatapata nafasi ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo kama una tamaduni ya kutegea kununua tiketi siku ya mwisho, maana yake kwa msimu huu unaweza pita Shalulile ukaishia kumuonea tu Instagram. Kwa hiyo ni vyema ukawahi tiketi mapema hivi ninavyozungumza na nyie, ili uwe katika nafasi ya watu 20,000 ambao watapata nafasi na bahati ya kuja kuitazama tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili si kwa sababu yetu viongozi peke yetu, ni kwa sababu ya wanayanga wote, na ili kulifanya liwe bora, kulifanya lizidi kuwa na mvuto, kulifanya lizidi kuwa tamasha ambalo linapendwa na watu wengi, sisi Club Young Africans kimbilio letu limekuwa ni wadhamini wa klabu yetu. Wadhamini wa klabu yetu wa kwanza tumekuwa tukiwakimbilia kuhakikisha wanatupa sapoti kubwa kwenye tamasha la wiki ya wananchi.
na ukizungumza wadhamini wa klabu yetu, bila shaka yoyote unamzungumzia mdhamini mkuu wa klabu hii, kampuni ya SportPesa. Kampuni ambayo nadiri kusema ni kampuni bingwa, kwa sababu haina mbambamba kama ambavyo Yanga inafanya vitu vyake, na SportPesa imenyooka hivyo hivyo kwenye mambo yake. Sasa hawa ni wadhamini wakuu ambao kwa mwaka huu wametuambia yako mambo mengi mazuri ambayo tumewaandalia wanayanga ili washiriki na sisi kwenye tamasha hili kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kutoka mwanzo mpaka mwisho ambako ndo kilele chake siku ya tarehe 9. Kabla sijawakaribisha wenzetu wa SportPesa kutuelezea hayo mazuri ambayo wametuandalia, naomba niwapitishe kwenye ratiba ya wiki nzima ambayo tuko nayo. Alafu baadaye mje kusikia kwanza SportPesa nini wamekiandaa kwa wiki hii tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Lakini leo siko na SportPesa peke yao, tunao wadhamini wengi ambao wameamua kushirikiana mdhamini wetu mkuu kuhakikisha na wao wanaweka nguvu tamasha la wiki ya wananchi linakuwa tamasha kubwa. Tamasha ambalo halina sehemu yoyote ambako utadoubt quality yake. Kesho siku ya Jumanne, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ndio uzinduzi wa tamasha lenyewe. Kesho ndio uzinduzi wa tamasha la wiki ya wananchi. Na kumekuwa na hiyo kidogo niweke sawa. Kile siku ya tarehe 9 ile inaitwa Yanga Day, ile kilele. Alafu hii wiki hii ndio inakuwa wiki ya wananchi. Imeanza leo tunapofanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea siku ya Jumapili. Hii ndio wiki yetu wananchi. Ila kile kilele tunakiita Yanga Day. Hizo ni sababu za kibiashara ambazo uongozi ulishauriwa na wakazipokea. Kwa hiyo kilele chenyewe kinaitwa Yanga Day. Alafu hii wiki inakuwa ni wiki ya wananchi. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo, tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo tukashauriwa tuyachukue matukio yote mawili tuyafanye sehemu moja. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa Katoro na tumekubaliana wao wanaanza maandalizi kesho asubuhi, wanakuja Ushirombo. Ni mwendo kama walisali moja tu pale kwa mabasi, kwa magari wanakuja pale tushiriki nao pamoja. Kwa hiyo kesho wiki ya wananchi inakwenda kuzinduliwa Ushirombo. Wiki hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi, alafu mchana kuanzia saa 7 tutadumbukia ndani kushiriki na sisi wananchi kwenye uzinduzi wa uwanja wetu wa Bukombe. Sasa kesho wakati uwanja unazinduliwa na wiki inazinduliwa, kikosi cha Young Africans na chenyewe kitasafiri kutoka Dar es Salaam kesho asubuhi majira ya saa 4 kutoka hapa Dar es Salaam, kitaelekea pia chenyewe Ushirombo. Tumealikwa pale kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa uwanja, sio kwa ajili ya kucheza mechi. Sisi kama Yanga tuliomba kama pangekuwa pana uwezo wa kuchezwa mechi pale, tucheze ili wanayanga wa kanda ya Ziwa wa enjoy.